Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu kwenye Sauti ya Hadithi. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi, na leo ninapenda kusimulia riwaya inayoitwa Mtu wa Watu. Kwa Kiingereza inajulikana kwa jina la A Man of the People, iliyoandikwa na Chinua Achebe. Huyu ni Mnigeria na ilichapishwa na Heyman Educational Publishers Limited mwaka 1966 nchini Nigeria. Kabla hatujaanza simulizi ya riwaya yetu, na kuomba uweze kunionyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili unipatie nguvu ya kuendelea kusimulia vitabu vingine. Nakupenda sana, asante, tuendelee. Wasifu wa mwandishi. Chinua Achebe alizaliwa mwaka 1930 na kulelewa katika familia ya Kikristo katika kijiji kikubwa cha Odigi, mashariki mwa Nigeria. Baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari, Chinua Achebe alijiunga na chuo kikuu cha Ibadan mwaka 1948 akiwa na umri wa miaka 18, akibobea katika masuala ya fasihi. Chinua Achebe alikuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya fasihi ya Afrika kupitia riwaya zake za mwanzo ambazo ni Things Fall Apart ya mwaka 1958, No Longer at Ease ya mwaka 1960 na Arrow of God ya mwaka 1964. Usisahau kuzifuatilia wakati nitakapoziweka mtandaoni. Kwa hivyo Chinua Achebe amechapisha kazi nyingi karibu katika tanzu zote za fasihi kama vile riwaya, hadithi fupi, ushairi, insha za kifasihi na fasihi ya watoto. Tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2013, akiwa na umri wa miaka 82, alifariki mjini Boston, Massachusetts nchini Marekani, na mwili wake ulirejeshwa Nigeria kwa ajili ya mazishi. Kumbuka aliwahi kuparalyze na alikaa na hali hiyo kwa muda mrefu, akawa anatembelea tu kiti cha matairi ambacho wanakiita wheelchair baada ya kupata ajali ya gari. Baadhi ya wahusika katika riwaya hii, wa kwanza ni Chief Nanga ambaye anawakilisha viongozi, wa pili ni Odili, wa tatu ni Margaret Nanga ambaye anajulikana kwa jina la Mrs. Nanga, na wa nne ni Oyo. Huyu ni mtoto wa Odo, lakini pia kuna Hezekia Samalu ambaye ni baba wa Odili. Lakini pia mhusika mwingine ni Josia. Huyu ni muuza duka ambaye anawanyonya watu wasiokuwa na uwezo kama Azoge ambaye ni kipofu. Mhusika mwingine anaitwa Chief Koko. Mhusika mwingine anaitwa Eunice ambaye huyu ni mke wa Maxwell mwanamapinduzi, na wahusika wengine tutazidi kuwaona kadri tunavyozidi kusoma kitabu chetu. Kaa nami, asante. Kichwa cha kitabu. Kichwa cha kitabu Mtu wa Watu ni cha kejeli. Mwandishi anataka kutuonyesha kwamba mtu ambaye wananchi wanamuita mtu wa watu, yaani Chief Nanga, kwa kweli si mtu wa watu bali ni adui wa watu. Badala ya kuwahudumia wananchi, Chief Nanga anatumia nafasi yake kujitajirisha, kupokea rushwa, kuwanyonya watu maskini na kutumia madaraka yake vibaya. Hivyo jina hilo limetumiwa kwa dhihaka ili kuonyesha tofauti kati ya anavyoonekana mbele za watu na uhalisia wake ulivyo. Mandhari ya riwaya hii au mahali pa matukio. Mandhari ya riwaya hii ni ya kubuniwa. Mwandishi ametumia majina ya miji na vijiji vya kubuni kama vile Bori, Urua na Anata. Hata hivyo, watu wengi wanaamini kuwa Chinua Achebe alikuwa akizungumzia nchi yake ya Nigeria kama alivyofanya katika riwaya zake nyingine. Pia mwandishi ametumia mandhari ya kubuni ili kuwa upande salama, yaani kuepuka mgongano wa moja kwa moja na serikali, kwa sababu
Ujumbe wa kitabu hiki unakosoa wazi wazi maovu ya viongozi na watawala. Tunapoelekea kuanza sura ya kwanza, mpenzi msikilizaji, unatakiwa utambue kuwa japo kitabu hiki kiliandikwa na Nigeria kule Nigeria, lakini kinaweza kikahusu nchi yoyote barani Afrika na duniani kwa ujumla. Sura ya kwanza. Ziara ya Chief Nanga ndani ya Anata. Msimuliaji wa riwaya ni mhusika mkuu aitwaye Odili Samalu. Riwaya inaanza Odili akituambia kwamba Chief Nanga anaitwa mtu wa watu katika mji mkuu na pia katika kijiji chake cha Anata. Huu ulikuwa mwaka 1964 wakati Chief Nanga alipofika Anata. Chief Nanga ana mpango wa kuzungumza na watumishi na wanachama wa shule ya Anata inayojulikana kwa jina la Anata Grammar School, ambayo Odili alikuwa mwalimu wakati huo. Tunaambiwa kuwa wakazi wa kijiji cha Anata wanatoka pande zote za Anata na kujaza ukumbi wa shule. Odili anasema wanakijiji hawa ni wajinga kwa sababu hawamjui vizuri Chief Nanga kuwa sio mzuri. Lakini pia Odili anasema kuwa wanakijiji ni wagumu kwa sababu hata kama ukiwaambia ukweli kuhusu Chief Nanga, wanasema acha afurahie nafasi yake nzuri. Odili anahuzunika sana. Chief Nanga anaitwa Chief the Honorable Mika A. Nanga MP, yaani Chief Mheshimiwa Mika A. Nanga MP, na yeye anapenda sana kuitikia my honest opportunity, yaani nafasi yangu ya heshima. Odili anasema kuwa kundi la wanawake linaloitwa Eagle Women's Party linavaa sare za kitambaa cha Accra ambazo ni za gharama sana. Pia Odili anasema kuwa kundi la wawindaji ambao huonekana kwa nadra sana hadharani limekuja na bunduki zinazotumia risasi za ghali wakati huo. Mwandishi anaturudisha nyuma hadi mwaka 1948 ambapo Odili anatuambia kuwa hapo zamani hakuwahi kumchukia Chief Nanga, lakini stori anayokwenda kukusimulia itakuacha mdomo wazi. Wakati huo alikuwa ni mwanafunzi wa Chief Nanga wa darasa la 3, na Chief Nanga alikuwa mkuu wa wawakilishi ambaye ni mzuri na mwenye mvuto. Chief Nanga aliacha kufundisha na kuwa mwanasiasa katika miaka ya 1950. Wakati huo Odili alikuwa chuoni na alikuwa mwanachama wa chama kilichokuwa madarakani. Chama hicho kiliitwa People's Organization Party, yani POP. Odili anasema kuwa wakati huo Chief Nanga hakujulikana sana ndani ya chama. Odili anatuambia kuwa alianza kumchukia Chief Nanga mwaka 1960. Anasema alianza kumchukia Chief Nanga kutokana na mambo mawili muhimu. Kwanza, kahawa ilikuwa ni zao kuu lililokuwa likiuzwa nje ya nchi, na pili, wakulima wa kahawa walikuwa kwa sehemu kubwa ni wanachama wa POP, yani chama tawala. Pia Odili anasema kuwa uchaguzi mkuu ulikuwa umekaribia na chama kikuu cha upinzani kilikuwa ni Progressive Alliance Party, yani PAP, ambacho kilikuwa ni dhaifu na hakikuwa na mpangilio mzuri. Odili anasema kuwa mwaka huo 1960 bei ya kahawa katika soko la dunia ilipungua. Waziri wa fedha anayeitwa Dr. Makinde aliyekuwa na elimu ya juu, yaani PhD ya fedha za umma, alipendekeza kuwa serikali ipunguze bei ya kahawa kutoka kwa wakulima ili kukidhi bei ya soko la dunia. Wengi wa mawaziri, robo tatu ya baraza la mawaziri, walimuunga mkono Dr. Makinde. Lakini cha ajabu ni kwamba waziri mkuu aliwafukuza kazi wote na badala yake akaagiza benki kuu ichapishe pound milioni 15.
Odili anasema mawaziri waliofukuzwa walikuwa watu wenye elimu ya juu kutoka Oxford, Cambridge na Harvard. Waziri mkuu anasema aliwafukuza kwa sababu walitaka kuangusha serikali mpya, lakini ukweli ni kwamba anaogopa kuwa kama atapunguza bei, wakulima wa kahawa hawatapiga kura na chama cha POP kitashindwa katika uchaguzi ujao. Waziri mkuu anazungumza bungeni ndani ya masaa matatu, na mmoja miongoni mwa wanachama ambaye anaitwa Chief Nanga aliyekuwa amekaa nyuma anasikika akisema kwa sauti kubwa akimpongeza waziri mkuu kwa kumuita simba, chui, mtu pekee, anga, bahari. Odili anasema kuwa Chief Nanga anamuunga mkono waziri mkuu kwa sababu anataka kuteuliwa na kushika nafasi ya uwaziri ya mmoja wa mawaziri waliofukuzwa. Kwa mfano, Chief Nanga anasikika akimalizia kwa kusema wanafaa kunyongwa. Hapo ndipo Odili alianza kumchukia Chief Nanga. Mwandishi anaturudisha tena Anata. Anatuambia kuwa mmiliki na mkuu wa shule ya Anata Grammar School, Bwana Jonathan Nwege, alikuwa mwanachama hai wa POP hapo Anata. Mwandishi anatuambia kuwa Chief Nanga ambaye sasa ni waziri wa utamaduni anafika akiwa ndani ya Cadillac, gari la gharama sana. Amevaa damaski na cheni ya dhahabu, pia vyote ni vya gharama sana, na ameshikilia feni iliyotengenezwa kwa ngozi ya wanyama. Chief Nanga anamkumbuka Odili na anamwambia amtafute baada ya mapokezi. Chief Nanga anamwambia mwalimu mmoja kuwa anajuta kuacha kazi ya ualimu. Kama anavyosema, ualimu ni kazi ya heshima sana. Chief Nanga anamwambia mwandishi wake wa habari kuwa ni umati mkubwa sana. Bwana Nwege anamwambia kuwa yeye ndiye aliyesababisha watu wote kufika hapo. Hivyo Chief Nanga anamshukuru Bwana Nwege kwa kusema asante sana, asante mheshimiwa. Tunaambiwa kuwa katika kusanyiko hilo kulikuwa na bango kubwa lenye picha ya Chief Nanga. Picha hiyo ilikuwa imerembwa kupitiliza mpaka mtu anayemfahamu Chief Nanga asingeweza kutambua kuwa ile sura ilikuwa ni ya Chief Nanga kweli. Mtu mmoja mwenye nguvu ambaye anakuja pamoja na waziri anawaambia watu kuwa waziri anaheshimika sana. Anasema, unaona nilisema nini? Ni mawaziri wangapi wanaweza kujibu kwa Tom, Dick na Harry? Yeyote mkubwa kimaisha? Nauliza ni wangapi? Waziri Chief Nanga anasema kuwa wengine wanaweza kuwa tofauti, lakini yeye ana kanuni yake inayosema mkuu wangu ni mkuu wangu, kanuni yangu ni fanya mema na umwaibishe shetani. Bwana Nwege ambaye ni mkuu wa shule ya Anata Grammar School anasema kuwa waziri ana tabia nzuri kwa sababu alipewa elimu nzuri zamani. Waziri anakubaliana na kusema kuwa darasa la 7 la wakati wake lilikuwa bora zaidi ya Cambridge. Bwana Nwege anasema si Cambridge bali BA au zaidi, lakini wanajua si kweli. Tunaambiwa kuwa waziri ambaye ni Chief Nanga anakuja na mpenzi wake wa kike. Chief Nanga anamwambia Odili kwamba katibu wake ana shahada ya sanaa kutoka Oxford. Anamuomba Odili aje mjini kupata kazi kwa sababu wale walioko kwenye huduma za umma wanatoka makabila mengine. Chief Nanga anataka watu wake pia wapate ajira. Anasema, hatuwezi kuacha makabila ya milimani yamiliki kila kitu. Bwana Nwege anatoa hotuba ndefu ya kuwakaribisha wageni ambayo inamuudhi kila mtu. Kisha waziri anazungumza kwa Kiingereza. Baada ya hotuba yake, tunaambiwa kuwa wawindaji wanangojea pombe ya mnazi walioahidiwa. Kuna ngoma zinapigwa kwa ajili ya waziri na anatoa noti za pauni.
kwa kuzipunga mbele ya nyuso za wachezaji wanaocheza vizuri. Mtu mwenye nguvu anasema, waziri anawajali watu kuliko pesa. Baadaye Odili anamwambia waziri, lazima umetumia mali nyingi leo. Lakini waziri anasema, unaita haya matumizi? Anasema hawezi kujirundikia vitu vyote yeye mwenyewe. Anamwambia Odili kwamba kuwa waziri ni vizuri tu kwa macho ya watu, lakini ni kazi ngumu sana. Anamwambia Odili kuwa kama mtu atamfuata na kumwambia kuwa anataka kumteua kuwa waziri, akimbilie mbali sana, kwa sababu waziri ni kazi ngumu mno. Chief Nanga anasema waziri ni mzuri kwa macho tu, lakini matatizo mengi yapo ndani. Amini ninachokwambia. Odili anatuambia kuwa kuna mwanamke mwingine anayeitwa Mrs. Elena John, ambaye ni mwanachama mwenye ushawishi katika chama kutoka maeneo ya pwani. Tunaambiwa amejipaka rangi nyingi, ananukia vizuri mno na anavuta sigara. Yeye ni rafiki wa karibu wa Chief Nanga na ni mwanachama wa kamati ya maktaba inayosimamiwa na wizara ya Chief Nanga. Anatoka Pokoma, maili 350 kutoka Anata. Tunaambiwa amevaa shanga kubwa za waridi zenye thamani ya mamia ya paundi. Odili anamuuliza mwandishi wa habari wa Chief Nanga kuhusu msichana huyo, na mwandishi anamwambia Odili asimkaribie msichana huyo, na anasema, usimkaribie. Waziri hajamtambulisha kwa mtu yeyote. Nadhani ni mpenzi wake au binamu yake. Odili anaulizia kuhusu Mrs. Nanga na kwa nini Chief Nanga hajaja naye Anata. Sura ya pili. Chief Nanga anamtaka Odili aende mjini. Sura hii inaanza na Odili anayetuambia kuwa kuna msemo maarufu katika nchi hiyo baada ya uhuru unaosema, haijalishi unajua nini, bali unamjua nani. Na ni kweli kabisa. Huwezi kupata ajira katika huduma za umma kama humjui mtu yoyote mkubwa serikalini. Bado tuko shule ya Anata Grammar School. Odili anatuambia kuwa aliamua kuwa mwalimu baada ya masomo yake ya chuo kikuu kwa sababu alitaka kuwa uhuru. Hakutaka upendeleo. Anasema alipomwambia waziri kwamba alipokuwa ametuma maombi ya ufadhili wa Postgraduate Certificate of Education London, hakutaka msaada wake. Anasema anataka kwenda Ulaya kwa ajili ya masomo na pia kujifunza mambo mengine. Anasema kuwa kitendo tu cha kwenda Ulaya ni elimu tosha na kubwa. Anatueleza kuhusu rafiki yake Andrew Kadibe, ambaye anampa dereva mzungu pesa shilingi 10 kwa sababu dereva anamuita sir. Chief Nanga anasisitiza kuwa Odili aende mjini mara shule itakapofungwa, na anampa Odili chumba cha kuishi wageni chenye mahitaji yote, self-contained. Anamwambia Odili aishi hapo kwa wakati kwa sababu yeye Chief Nanga anapanga kwenda Marekani kupokea shahada ya juu ya sheria, yaani LLD, Doctor of Laws. Watu wanaanza kumuita Chief the Honorable Dr. M.A. Nanga, MP, LLD. Pindi Odili akijaribu kuwaita wanawake jina kama Chief Doctor au Mrs., Chief Nanga anasema si rahisi hata kutamka. Hii inaonyesha ni namna gani anawapuuza wanawake. Anasema hiyo haipendezi kinywani, haishikii. Kisha tunaambiwa kuhusu kukatishwa tamaa kwa Bwana Nwege. Miongoni mwa vitu vinavyomuudhi Bwana Nwege ni kutopewa kipaumbele na waziri, japo walimu wanakunywa bia zilizonunuliwa kwa pesa za Chief Nanga kutoka kwenye duka la jirani linalomilikiwa na Josia. Jioni, Odili anamtembelea rafiki yake Andrew, ambaye anamwambia kuwa msichana aliyekuwa na waziri ni mpenzi wa waziri. Wote wanakubaliana kuwa Chief Nanga ni mtu asiyejali utamaduni, kwa hivyo
hafai kuwa waziri wa utamaduni. Andrew anasema kuwa watu kama hao hufanya ulimwengu wa nje kuicheka Afrika, lakini Odili anasema watu kama Chief Nanga hawajali ulimwengu wa nje bali ulimwengu wa ndani tu. Ndiyo maana Chief Nanga alisema hata Winston Churchill hakufaulu kupata cheti cha shule. Odili anatuambia kuwa sababu moja ya kutaka kwenda mjini ni kukutana na mpenzi wake aitwaye Elsie. Alikutana naye kwenye sherehe chuoni na kufanya naye mapenzi siku hiyo hiyo. Wakati wanafanya mapenzi kwenye chumba cha Odili hostel, Elsie alipiga kelele akiita, "Rafu, Rafu darling, Rafu." Rafu ni mpenzi wa Elsie na ni mwanafunzi anayesoma mambo ya dawa katika chuo cha Edinburgh. Siku hiyo, mwanafunzi mwingine wa Kiingereza anayejulikana kwa jina la Ire, yaani asiyewajibika, anamuita Odili Rafu. Kisha anapogundua Rafu ni mtu mwingine, anamuita Odili Assistant Rafu, yaani Rafu msaidizi. Odili anasema hakuwahi kufikiria kumwoa Elsie, lakini alimpenda kwa sababu hakutaka vitu au pesa. Sasa anafanya kazi hospitali maili 12 kutoka Bori na wamepanga kukutana likizo ijayo kabla ya ofa ya waziri kuhusu wapi atakaa wakati wa likizo. Odili anasema kuwa wakati Chief Nanga akiwa mwalimu mwaka 1948 alitamani kupata elimu ya juu, lakini hata mwaka 1964 wakati anajaribu kuwashawishi watu kuwa elimu ya juu si muhimu sana, alisema ukweli, bado anataka elimu hiyo, na ndiyo sababu anapanga kwa furaha kupata LLD kutoka chuo kidogo kisicho maarufu huko nchini Marekani. Sura ya 3. Odili anautembelea mji mkuu wa Bori. Kabla ya kwenda mjini, Odili anaenda kijijini kwake Urua, kijiji kilichopo maili 15 kutoka Anata. Anataka kumuona baba yake na kumchukua kijakazi wake wa nyumbani, yaani Peter, ili amrudishe nyumbani kwao kama alivyowaahidi wazazi wa kijana huyo. Peter ananunua zawadi kwa ajili ya wazazi wake na Odili anahisi wivu kwa sababu hana mama na baba yake hajali kuhusu zawadi za aina hiyo. Odili anatuambia kuwa mama yake alifariki wakati yeye anazaliwa, na kwa hiyo watu wanamuita mwana mbaya kwa sababu walikuwa na usemi kuwa ni bora maji yamwagike kuliko chungu kuvunjika, yaani ni bora mtoto afe kuliko mama. Baba yake Odili anayeitwa Hezekia Samalu alikuwa mkarimani wa wilaya wakati wa ukoloni, kwa hivyo alikuwa tajiri. Waliishi kwa furaha, lakini pia Bwana Samalu alikuwa na maadui wengi. Odili anasema kuwa baba yake alikuwa na dawa za kinga zilizochimbiwa kuzunguka nyumba yao. Siku moja wakati wa likizo ya shule ya sekondari, alikwenda nyumbani kwa rafiki yake, lakini baba wa rafiki yake alipofahamu kuwa Odili ni mtoto wa Hezekia Samalu kutoka Urua, alimkimbiza. Odili anasema kuwa baba yake ambaye ana umri wa miaka 70 ana wake 4 na watoto 35, hajawahi kuzijali familia zake vizuri. Wake zake tu ndio wanajali familia. Baba yake ni mwenyekiti wa POP katika eneo lao. Odili aliwahi kubishana na baba yake kuhusu jambo hili, lakini sasa wamerudiana vizuri. Ana mpango wa kumwambia kuhusu kozi yake ya juu anayotegemea kwenda kuisoma, ingawa anajua baba yake atapinga. Odili anafika mjini na kwenda nyumbani kwa Chief Nanga. Anamkuta mtu aliyemfuata Chief Nanga kule Anata. Huyo ni mtu mwenye nguvu anayezungumza Pijini.
Chief Nanga anamkaribisha Odili kwa moyo mkunjufu. Karibu ndani, tumekusubiri asubuhi yote. Nyumba hii ni yako. Odili anakutana na Mrs. Nanga ambaye sasa ni mama wa watoto 7. Anampeleka Odili kwenye chumba cha wageni na anamwandalia chakula. Muda wa saa 5 mchana, Chief Nanga anampeleka Odili kwa Mheshimiwa Simon I. Koko ambaye anajulikana kwa jina la Chief Koko, ambaye pia ni waziri wa mafunzo ya nje, overseas training. Wanamkuta Chief Koko akinywa kahawa. Chief Nanga anaagiza whisky kwa ajili yake na soda kwa ajili ya Odili. Chief Nanga anasema, siwezi kuwafata nyie watu weusi kunywa chai na kahawa wakati wa jioni wenye joto namna hii. Leta whisky kwa ajili yangu na soda kwa ajili ya Bwana Samalu. Chief Koko anakunywa kahawa kwa haraka, kisha anatupa kikombe na sahani mezani na kuanza kulia akisema, wameniua! Anahisi kahawa aliyokunywa imetiwa sumu. Mlinzi wa Chief Koko anamleta mhudumu na anakunywa kahawa iliyosalia haraka na kusema ni kahawa ya asili, kwa sababu kahawa aliyozoea kunywa Chief Koko, yaani Nescafe, haikupatikana. Chief Koko alisema kahawa imetiwa sumu kwa sababu hapendi kunywa kahawa ya asili, na ile ilikuwa kahawa ya asili. Wote wanajihisi aibu, kwa hivyo hawawezi kuzungumza ufadhili wa Odili. Chief Nanga na Odili wanarudi nyumbani kwa Chief Nanga. Kwenye moja ya kuta za sebule, Odili anaiona picha ya msichana mzuri aliyemfuata Chief Nanga Anata. Anamuuliza Mrs. Nanga, ni nani? Mrs. Nanga anasema, msichana huyo ni mke wao. Odili anauliza, ni dada yako? Mrs. Nanga anajibu, Edna, hapana, ni mke wetu. Odili anasema, mke wenu kivipi? Mrs. Nanga anajibu, tunaoa mke wa pili kwa ajili ya kunisaidia mimi. Baadaye Odili akiwa chumbani anataka kukaa hapo maisha yake yote na anatamani angekuwa waziri. Sura ya 4. Odili nyumbani kwa Chief Nanga. Odili anaamshwa na Chief Nanga ambaye anakwenda ofisini saa 2 asubuhi. Mrs. Nanga anamwaga Odili kuwa ataondoka na watoto kuelekea kijijini ili wakajifunze asili yao ya Kiafrika. Odili ana furaha kwa sababu anataka kumleta Elsie wakati Mrs. Nanga hayupo. Odili anasema kuwa kukaa nyumbani kwa Chief Nanga kunampa fursa ya kuona na kujua mambo mengi ambayo watu wengi hawayajui. Anaiangalia maktaba ya Chief Nanga na kuchukua vitabu na magazeti. Anasoma tangazo la umma linalohitaji wakazi wa Bori kutoa ndoo kwa ajili ya kinyesi. Odili anashangaa kwa sababu nyumba ya Chief Nanga ina bafu 7 na kila moja ilikuwa na choo cha kisasa. Odili anasema kuwa aliona choo ya ndoo mara ya kwanza alipokuwa Giligili, alipokuwa kijakazi wa ndani akiwa na umri wa miaka 12. Aliishi na dada yake wa kambo katika nyumba isiyo safi. Siku moja, wafanyakazi wa vyoo vya Giligili walifanya usafi kwa wiki moja. Mji ulikuwa na harufu mbaya sana. Chief Nanga anarudi kwa ajili ya chakula cha mchana na kumlalamikia waziri mwingine anaitwa Mheshimiwa T.C. Kobino ambaye ni waziri wa ujenzi wa umma. Chief Nanga anadai kuwa baraza la mawaziri limeidhinisha ukamilisho wa barabara kati ya Giligili na ambavyo ni vijiji kati ya jimbo lake, lakini Mheshimiwa Kobino anachelewesha kwa sababu wataalamu wanasema asubiri msimu wa ukame. Hata hivyo, Odili anatuambia sababu halisi ni kwamba Chief Nanga anataka barabara iwekwe lami haraka kwa ajili ya uchaguzi ujao, na pia ameshaagiza mabasi 10 ya kifahari
yatakayokuwa yakipita juu ya hiyo barabara. Kila basi linagharimu pauni 9,000. Mabasi hayo yameagizwa kupitia kampuni inayoitwa British Amalgamated. Baadaye Chief Nanga anatembelewa na wapenzi wa Kimarekani, yaani Jean na John. Wanamsalimu Chief Nanga na mkewe kwa kawaida sana. Jean anawasalimu, "Hi Mika, hi Margaret." Odili anahisi kwamba Chief Nanga atakasirika kutokana na kusalimiwa kikawaida, lakini kwa kushangaza Chief Nanga anajibu kwa utulivu, "Hi Jean, hi John." Mrs. Nanga hajasikia vizuri, anamwambia "Hello," kisha anawaacha peke yao. John anazungumza na Odili, Jean anazungumza na Chief Nanga. Kutokana na tabia na namna Jean anavyozungumza, Jean anaonekana kuwa anampenda Chief Nanga. Odili anashangaa jinsi mume wake Jean, ambaye ni Johnny, yupo sawa na hajali chochote kitu kuhusiana na tabia ya mke wake. Sura ya 5. Odili na Chief Nanga wakiwa nyumbani kwa Chief Nanga na Mrs. Nanga akiwa ameondoka. Mwandishi anaeleza kuwa Chief Nanga na Odili wamealikwa na Jean na John kwenye sherehe siku ya Jumamosi baada ya Mrs. Nanga kuondoka. Lakini John anaondoka kwa ndege kwenda Abaka kwa ajili ya ufunguzi wa kiwanda kipya cha saruji kilichojengwa kwa msaada wa kifedha wa Marekani. Hivyo Jean anabaki peke yake. Anawaita ili kuwakumbusha kuhusu sherehe. Kabla ya kwenda kwenye sherehe, mwanamke mmoja aitwaye Barista au Mrs. Akilo anafika nyumbani kwa Chief Nanga. Odili anadhani Chief Nanga ataahirisha kwenda kwenye sherehe na anahuzunika. Mwanamke huyu amekuja kutoka mji mwingine. Yeye pamoja na mume wake ni mawakili. Odili anasema anaongea kama alikulia Uingereza. Jina lake la kwanza ni Agnes. Anataka kwenda hotelini ili alale, lakini cha kushangaza zaidi, Chief Nanga anasema, "Angalia Agnes, kwa nini usitumie chumba cha wake zangu kuliko kutupa pesa kwa ajili ya hoteli?" Agnes anasisitiza kwenda hotelini, lakini anamuomba waziri wapewe chakula saa 2 usiku. Hivyo Chief Nanga anamchukua Odili na kumpeleka kwenye sherehe saa 1 na kumwacha Agnes. Baada ya kufika kwa Jean, Chief Nanga anamwambia Jean amrudishe Odili nyumbani baada ya sherehe. Sherehe inajaza watu wengi na wanazungumza mambo mbalimbali. Odili anasema kuwa wanakosea kuelewa utamaduni wa Kiafrika. Mmoja wa Waingereza anasema alimuona bibi kizee mmoja akishikana mkono na sanamu ya Mungu kwenye uwanja wa umma kule Bori akidhani anamwabudu. Odili anamweleza, kushikana mkono katika jamii yetu ni ishara ya heshima kubwa na inamaanisha unampa mamlaka mtu au kitu. Baada ya sherehe, Odili na Jean wanabaki peke yao. Wanacheza kidogo na kisha wanafanya mapenzi. Kisha Jean anampeleka Odili nyumbani kwa Chief Nanga kupitia mitaa iliyo na mwanga yenye majina ya wasanii maarufu, lakini pia mitaa michafu. Jean anasikitika na kumuuliza Odili, kwa nini hawatoi majina ya matukio muhimu kama uhuru kama wanavyofanya Ufaransa? Odili anajibu, hii si Ufaransa bali ni Afrika. Wanapanga kukutana tena kabla mume wa Jean hajarudi kutoka Abaka. Sura ya 6. Hadithi ya Elsie na maonyesho ya vitabu. Odili anamtembelea Elsie hospitalini ambako anafanya kazi. Anatumia gari la kazi la Chief Nanga, yaani Cadillac lenye bendera ya waziri. Ingawa Odili anafika hospitalini wakati ambao watu hawaruhusiwi kuingia, anaruhusiwa kuingia. Na Odili anasema, katika nchi yetu, gari refu la Kimarekani linaloendeshwa na dereva aliyevaa sare za kizungu
na lenye bendera ya waziri linaweza kupita hata kwenye tundu la sindano. Kisha Elsie anaamka ili amuone Odili. Anafurahi sana kumwona Odili, pia anafurahishwa na gari hilo. Anasema, "Ha? Hili ndilo Cadillac maarufu." Kisha anaongeza kwa kusema, "Gari kali sana. Unaona hawa watu wataenda mbingu nyingine baada ya haya." Kisha Odili anamwambia kuwa amekuja tu kumsalimu na kwamba atarudi siku nyingine kumchukua yeye pamoja na msichana mwingine kwa ajili ya Chief Nanga. Waende nyumbani kwa Chief Nanga ambako Odili anaishi kwa muda huo. Odili anasema, "Nitakuja Alhamisi basi, saa 10 jioni." Baadaye hadithi inatupeleka siku hiyo ya Alhamisi. Chief Nanga anatarajiwa kuhudhuria maonyesho ya vitabu vya waandishi wa nchini humo. Chief Nanga anarudi nyumbani kwa ajili ya chakula cha mchana karibu saa 8:30 akiwa na hotuba ambayo imeandikwa na maafisa wake. Haisomi hata kidogo. Badala yake anataka kwenda na Odili kwa ajili ya kumchukua Elsie na msichana mwingine. Kisha Chief Nanga anamuuliza Odili kama yuko serious kuhusu Elsie. Odili anajibu, Elsie ni msichana tu wa starehe kwangu." Wanaanza kuzungumza kuhusu wasichana na wanawake. Odili anajitolea kumsaidia Chief Nanga kuhusu hotuba, lakini waziri anasema hotuba sio kitu cha muhimu sana. Wanapofika hospitalini, wanamkuta Elsie peke yake ndiye yuko tayari. Msichana mwingine ni mgonjwa. Chief Nanga haonyeshi dalili yoyote ya kusikitika. Wanaamua kumbeba Elsie peke yake na kwenda naye kwenye maonyesho ya vitabu. Wanapofika huko, wanapokelewa na rais wa chama cha waandishi, Bwana Jalio, ambaye pia ni mmoja wa waandishi wachache wa nchi hiyo. Bwana Jalio ameandika riwaya inayoitwa The Song of the Blackbird, yaani wimbo wa ndege mweusi. Kwa bahati mbaya na ya kushangaza zaidi, Chief Nanga ambaye ni waziri wa utamaduni hamjui Bwana Jalio sembuse kitabu chake. Tunaelezwa kwamba Bwana Jalio hapendi mavazi ya kigeni. Yeye hubuni na kushona mavazi yake kiasili. Hivyo siku hiyo alikuwa amevaa mavazi hayo, lakini Chief Nanga hapendezwi nayo. Kisha anauliza, "Hayo ndiyo mnaita mavazi ya taifa kwenu?" Chief Nanga anamwambia wakati mwingine avae vizuri zaidi kama suti au vazi la taifa. Chief Nanga anapoanza kuhutubia amesahau kuwa Bwana Jalio ameandika kitabu na anadhani ametunga wimbo. Anasema, "Naamini Bwana Jalio mwenyewe ametunga wimbo mzuri sana uitwao unaitwaje tena?" Watu wanadhani Chief Nanga anafanya utani, hivyo wanaanza kucheka. Hii inaonyesha kuwa Chief Nanga hakuwa mtu makini hata akiwa waziri. Ni muhimu kukumbuka kuwa walipokuwa njiani kuja kwenye maonyesho hayo, Elsie na Chief Nanga wote hawakujua maana ya maonyesho ya vitabu. Elsie aliuliza, "Book exhibition? Hiyo nayo inafanyaje tena?" Chief Nanga akajibu, "Dada yangu, waulize wao kwa niaba yangu. Nilidhani ni mimi peke yangu sijawahi kusikia kitu kama hicho. Lakini wanasema mimi ni waziri wa utamaduni, kwa hiyo lazima niwepo. Siwezi kukataa. Waziri ni nini? Si mtu wa umma. Kwa hiyo badala ya kukaa nyumbani nipumzike kama watu wengine, naenda kusikiliza mambo magumu kwenye joto la mchana huu. Hivi umewahi kuona shida kama hii?" Odili anasema kwenye maonyesho hayo alikuwepo Jean na John. Pia kulikuwa na mtu mmoja aliyevaa joho lililotengenezwa kwa sufu ya gharama kubwa kutoka Ulaya. Joho hilo lilikuwa na lebo iliyoandikwa 100% wool made in England, ikimaanisha sufi 100% imetengenezwa kutoka Uingereza. Mtu huyo pia alikuwa amevaa mkufu wa dhahabu. Sura ya 7. Chief Nanga analala na Elsie.
Odili anaenda kuishi na rafiki yake Maxwell Kulamo. Odili anasema kuwa watu pamoja na wanasiasa hawakuwa makini, na ndiyo maana viongozi waliweza kuwa wazembe sana kusema au kufanya chochote, halafu wakaepuka matatizo. Anasema kuwa Chief Nanga ni mwanasiasa mjanja sana, anajiita mwanasiasa wa kuzaliwa. Anasema ndiyo sababu Chief Nanga ambaye ni waziri wa utamaduni hahojiwi na watu au mtu yeyote kwa nini hawajui waandishi mashuhuri wa nchi yake mwenyewe, lakini anawajua wale wa nchi za kigeni kama Shakespeare, Dickens, Jane Austen, Bernard Shaw, Michael West na Dudley Stamp. Wakati Bwana Jalio na mhariri wa gazeti la Daily Merchant walipomwomba nakala ya hotuba yake, Chief Nanga aliandika kwa mkono majina yao. Pia aliandika kwenye orodha majina ya waandishi mashuhuri wa Kiingereza. Mhariri anamwambia Chief Nanga kuwa ana matatizo ya kodi ya nyumba na Chief Nanga anampa pauni 5. Chief Nanga anasema kama nisipompa kitu sasa, kesho ataenda kuandika upuuzi kuhusu mimi. Baadaye mhariri anamwambia Chief Nanga kuwa ataweka hotuba yake kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti kama anavyosema, nitaiweka kwenye ukurasa wa mbele badala ya kuweka habari niliyomwahidi waziri wa ujenzi. Hii inaonyesha jinsi baadhi ya wanahabari walivyokuwa mafisadi. Hili ni jambo hatari sana katika jamii yoyote. Waliporudi nyumbani kwa Chief Nanga kutoka kwenye maonyesho ya vitabu, Odili aligundua kuwa mizigo ya Elsie ilikuwa imehamishwa na kuwekwa kwenye chumba cha Binanga. Chief Nanga alidanganya kuwa alikuwa na kikao muhimu cha baraza la mawaziri ili Odili asiweze kuwa na wasiwasi. Baada ya chakula cha jioni, Odili alitaka kwenda kwenye chumba cha Elsie ili ampeleke kwenye chumba chake, lakini alipofika mlangoni alisikia sauti ya watu ndani. Alirudi nyuma, kisha baadaye akarudi tena na kumsikiliza Elsie akipaza sauti jina la Odili akisema, Odili, Odili. Odili alisikiliza sana. Aligundua kuwa Chief Nanga alikuwa akifanya mapenzi na Elsie. Akaenda chumbani kwake na kuanza kufunga mizigo tayari kuondoka. Saa 10 alfajiri alitoka kupitia mlango wa siri na kuanza kuzurura mitaani kwanza. Alikutana na mfanyakazi msafisha vyoo akiwa na ndoo yenye harufu mbaya. Aliwaona ombaomba wamelala chini ya paa za maduka ya kifahari. Pia alimwona mwenda wazimu akiwa amekaa macho karibu na kikapu cha taka alichokiita mali yake. Baadaye alirudi nyumbani kwa Chief Nanga. Chief Nanga alikuwa na wasiwasi na akamuuliza Odili alikuwa wapi. Odili akaanza kugombana naye. Chief Nanga akamkumbusha Odili kwamba yeye mwenyewe alisema hakuwa serious na Elsie. Hivyo kwa nini alikuwa na hasira? Chief Nanga anamwambia Odili kwamba anaweza kumletea wasichana wengi mpaka achoke, kama anavyosema, kama unataka naweza kukuletea wasichana 6 jioni hii. Utaendelea nao mpaka useme basi. Odili anamwambia, nchi ya ajabu, unajiita waziri wa utamaduni? Mungu atusaidie. Odili alipanda teksi kwenda kwa rafiki yake Maxwell Kulamo ambaye ni wakili na anaishi mji mkuu. Odili aliomba msamaha kwa kukosa mawasiliano, lakini Maxi analalamika kuwa hana simu kwa sababu hajampa mtu yeyote rushwa na hamjui mtu yeyote mkubwa. Anasema, nimekuwa kwenye orodha ya kusubiri simu kwa miezi 2 sasa. Maxi hampendi Chief Nanga. Anamwambia Odili kuwa fisadi, asiye na akili, mjinga na mbepari asiyejua kusoma. Sura ya 8. Odili katika nyumba ya Maxi. Kuzaliwa kwa chama kipya cha siasa, The Common People's Convention, CPC. Maxi anaenda mahakamani na Odili
anabaki nyumbani akiwaza kuhusu Chief Nanga na Elsie. Anafikiria namna ya kulipiza kisasi kwa Chief Nanga. Anaamua kuwa njia bora ya kulipiza kisasi ni kwenda kwa mwanamke ambaye Chief Nanga anatarajia kumwoa aitwaye Edna. Max anarudi jioni sana na Odili anamweleza kwa kifupi kilichotokea pamoja na hadithi nyingine kuhusu wanawake wa Chief Nanga. Max anasema hicho ndicho wanachojali tu, wanawake, magari na mali za ardhi. Lakini anasema hali hiyo ni kwa sababu watu wenye akili na elimu hawataki kujihusisha na siasa. Hivyo anamweleza Odili kuhusu uzinduzi wa chama kipya cha upinzani kinachoitwa Common People's Convention, yani CPC. Odili anaona hii pia ni njia nyingine ya kulipiza kisasi dhidi ya Chief Nanga. Kwa hiyo Odili anakuwa mmoja wa waanzilishi wa chama hicho pamoja na Max, Eunice ambaye ni mchumba wa Max, Joe ambaye ni mwanachama wa chama cha wafanyakazi, daktari mmoja, wakili mwingine, mwalimu mmoja na mwandishi wa gazeti. Max anasema mpango wao ni kukifanya chama hicho kuwa cha watu wa kawaida kama wafanyakazi, wakulima, mafundi wa vyuma, maseremala na wengine wengi. Max anasisitiza kwamba hawapaswi kusema ni chama cha kikomunisti kwa sababu watu wengi wanaamini wakomunisti ni watu wajinga wanaoshirikiana kila kitu, hata wake zao. Hata hivyo, Joe anasema ukomunisti ni mzuri kwa kuleta mabadiliko. Kama anavyosema, ukitazama upande mmoja tu, shingo yako itakuwa ngumu. Baadaye usiku, Max anampa Odili moja ya mashairi yake ya zamani yenye kichwa Sadaka ya Ngoma kwa Mama Dunia. Nalo linaimbika, nitarudi nyumbani kwake. Kwa karne nyingi nimekuwa nikitangatanga, na nitatoa sadaka miguuni mwa mama yangu mrembo. Nitaijenga upya nyumba yake, mahali patakatifu walipopabaka na kupapora, na nitaipamba kwa mbao nyeusi, sanamu ya shaba na udongo wa kuchoma. Shairi hili lina maana ya mfano. Linamhusu mtu anayejitahidi kumtunza mama yake aliyeharibiwa, kama vile wanasiasa wa Kiafrika wakati wa ukoloni walivyowaahidi kuitunza nchi yao, yani mama yao, lakini wameisahau hiyo ahadi. Odili anasema nchi iliweka matumaini makubwa kwa watu ambao baadaye waligeuka kuwa kina Chief Nanga. Hivyo anasema mama mweusi maskini. Kisha Max anakumbuka kifungu cha Biblia kinachosema sauti ilisikika Rama, kilio na maombolezo makuu, Raheli akiwalilia watoto wake, wala hakutaka kufarijiwa kwa sababu hawapo tena. Mathayo 2:18. Hiki ni kifungu kinachohusu wanawake waliopoteza watoto wao waliouawa na mfalme Herode, aliyedhani angemuua pia Yesu ambaye alitabiriwa kuwa mfalme. Hapa tunaona mwandishi akitumia lugha ya Biblia kufikisha ujumbe wa mama aliyekata tamaa sana na asiyeweza kufarijika. Mama Afrika amesikitishwa kwa kuporwa rasilimali zake na hataki maneno ya faraja tu, kwa sababu rasilimali hizo haziwezi kurudi kirahisi. Max anamwambia Odili kwamba chama chao kipya kinaungwa mkono na naibu waziri mmoja ndani ya serikali. Odili anaona huu ni unafiki. Anauliza kwa nini waziri huyo bado yuko serikalini? Max anasema waziri huyo ni mzalendo kwa kweli na anaweza kujiuzuru ikibidi. Kisha anamuuliza Odili, je, tunajiua kila siku tunapohuzunika kwa hali ya dunia? Pia tunaeleza uvumi kwamba miaka michache iliyopita wabunge 10 waliochaguliwa wa chama cha PAP walihamia chama cha POP baada ya kuahidiwa uwaziri na kiasi kidogo cha fedha kila mmoja. Hiyo ndiyo hali ya nchi hiyo. Sura ya 9. Odili anarudi Anata
anakutana na Binanga na Edna. Odili anarudi Anata siku 2 kabla ya Christmas. Anakuta watu wengi wamekusanyika karibu na duka na baa ya Josia. Anapouliza kulikoni, anaambiwa kuwa Josia alimwalika ombaomba kipofu aitwaye Azoge, akampa chakula na pombe nyingi ya kienyeji aina ya mnazi. Baadaye Josia aliiba fimbo ya kipofu huyo na kumbadilishia kwa kumpa nyingine. Lakini Azoge aliposhika fimbo hiyo aligundua mara moja kuwa si yake. Akaanza kupiga kelele akidai fimbo yake. Odili anaambiwa kwamba Josia aliiba fimbo hiyo ili aitumie kutengeneza dawa ya kuongeza utajiri wake kwa kuwafanya wateja wawe kama wanunuzi vipofu. Mtu mmoja katika umati anasema, Josia ameiba kiasi cha kutosha mpaka mwenye mali agundue. Hadithi hii ni muhimu sana. Inatuonyesha kuwa wanakijiji waliamua kuacha kununua chochote katika duka la Josia, na ndani ya wiki moja biashara yake iliharibika kabisa. Alilazimika kufunga biashara yake kwa muda. Hii inaonyesha umuhimu wa kuwaelimisha wananchi kuhusu maovu ya viongozi wao. Viongozi wa jamii mara nyingi wanajua kuwa wananchi hawana kitu, lakini bado wanataka kuwanyang'anya hata kile kidogo wanachotegemea ili wajitajirishe wenyewe. Kwa hiyo wananchi wanapaswa kuungana na kuacha kuunga mkono vitendo vya viongozi waovu. Hatupaswi kulalamika tu, bali tutafute njia ya kutatua tatizo. Odili anakodisha baiskeli na kwenda nyumbani kwa Binanga. Binanga anasema hana mpango wa kwenda Bori hivi karibuni kwa sababu anataka kupumzika. Wanazungumza kuhusu Edna. Binanga anaamini kuwa Edna ameangukia mtego ule ule aliyowahi kuangukia yeye mwenyewe. Anasema kuwa Edna amefaulu kwenda shule ya sekondari, lakini analazimishwa kuolewa na Chief Nanga. Kama Binanga anavyosema, kwa ujinga wangu nilikubali, sikuwa mkubwa wa kutosha kukataa. Edna anaangukia mtego ule ule. Fikiria, msichana aliyemaliza shule hajaruhusiwa hata kufundisha kwa mwaka mmoja, lakini mimi nahusika nini? Aje haraka afurahie pesa za Chief Nanga kabla hazijaisha. Odili anapanga kwenda nyumbani kwa Edna ili azungumze naye na kumzuia asiolewa na Chief Nanga. Anaenda nyumbani kwao na kujitambulisha kama rafiki wa Chief Nanga. Anamwambia baba yake Edna aitwaye Bwana Odo kwamba ana ujumbe wa Edna kutoka kwa Chief Nanga, jambo ambalo si kweli. Wakati huo Edna alikuwa akiandaa chakula kwa ajili ya mama yake mgonjwa aliyekuwa hospitalini. Edna anapoitwa kuja kumsikiliza Odili, Odili anakosa la kusema. Anavutiwa sana na uzuri wake. Anamwambia kuwa Chief Nanga amemtuma kumsalimia na kuuliza hali ya mama yake mgonjwa. Baba yake Edna anamwambia Odili amwambie Chief Nanga alete pesa zaidi kwa ajili ya mke wake mgonjwa ambaye ni mama yake na Edna. Edna hapendezwi na maneno hayo, lakini baba yake anasema, niacheni mimi na mkwe wangu, ataendelea kuleta na kuleta na mimi nitaendelea kula mpaka nichoke. Kwa sababu Edna anaogopa kuchelewa muda wa kumwona mama yake hospitalini, Odili anajitolea kumpa lifti kwa baiskeli. Anaweka chakula kwenye kiti cha kubebea mzigo cha baiskeli na Edna anakaa mbele ya mgamba, yani scroll bar. Njia ya kwenda hospitalini ina mlima, lakini Odili anataka kumwonyesha Edna kuwa ana nguvu sana. Anashindwa kupumua vizuri. Hivyo Edna anapomwambia jambo, Odili anajibu kwa sauti ya kuhema. Edna anasema, wewe una nguvu sana. Odili anauliza kwa shida, kwa nini? Edna anajibu, unakula vilima vyote kama viazi vikuu. Odili anajibu, bado sijaona kilima chochote. Kwa bahati mbaya, kondoo anakimbilia barabarani. Odili badala ya kushika breki ya nyuma, anashika breki ya mbele na baiskeli inapinduka mbele. Edna anapata michubuko kidogo na chakula cha mama yake kinaanguka barabarani.
Edna anajaribu kukiokota chakula hicho kutoka kwenye mchanga. Inagundulika chakula kilikuwa kimejaa supu ya mboga za majani. Odili anaomba msamaha, lakini Edna anamlaumu kondoo mjinga. Odili anatoa pesa za kununua mkate na nyama ya kopo kwa ajili ya mama yake Edna, pamoja na dawa kwa ajili ya goti la Edna. Sura ya 10. Odili anatangaza kugombea dhidi ya Chief Nanga na anachukiwa na kila mtu. Odili anatueleza kuhusu wanafunzi wengi waliorejea Anata kusherehekea Christmas. Wengi wao wameathiriwa sana na utamaduni wa Magharibi. Wanavaa viatu vya mtindo wa Kiitaliano, suruali za kubana, lipstick na nywele zilizonyoshwa kwa pasi ya moto na mambo mengine kama hayo. Anafika nyumbani kwa Binanga akimtafuta Edna. Anamkuta mwanaume mmoja amelewa. Mtu huyo ni kaka yake Chief Nanga. Odili anapoingia, mtu huyo anasema, "Nilete bia. Mheshimiwa Chief Nanga ni ndugu yangu na yeye ndiye kile wazungu wanaita VIP. Mimi ni PIV, Poor Innocent Victim, yaani mwathirika maskini asiye na hatia." Mtu huyo anasema Chief Nanga anajenga nyumba ya ghorofa 4, lakini yeye hataki sehemu ya mali hiyo. Anataka bia ya kawaida ya shilingi 5 tu. Baadaye anasema nyumba ya ndugu yake pia ni nyumba yake. Tunaelezwa kuwa nyumba hiyo inajengwa kwa ajili ya Chief Nanga na kampuni ya kigeni iitwayo Antiano and Sons kama sehemu ya malipo kwa Chief Nanga baada ya kuipa kampuni hiyo zabuni ya pauni 500,000 ya kujenga chuo cha taifa cha sanaa na sayansi. Baadaye Odili anazungumza na Edna na kumwonya asiolewe na Chief Nanga. Wanabishana kidogo kuhusu jambo hilo. Hivyo Odili anaomba msamaha na Edna naye anaomba msamaha. Tunafahamishwa kwamba siku ya mwaka mpya, waziri wa biashara ya nje Alhaji Chief Senator Suleiman Wagaba alitangaza ongezeko 20% ya ushuru wa kuingia aina fulani ya nguo kutoka nje. Lakini siku iliyofuata, tarehe 2 mwezi wa kwanza, chama cha Progressive Alliance Party kilichapisha ushahidi wa kina kuwa kampuni ya kigeni iitwayo British Amalgamated ilikuwa imepewa taarifa hiyo tangu mwezi wa 10 mwaka uliopita, na kampuni hiyo iliagiza meli 3 zilizojaa nguo hizo kabla ushuru mpya haujatangazwa. Baraza la mawaziri likagawanyika. Baadhi walitaka serikali ijiuzulu, lakini wengine kama Chief Nanga walisema hilo ni kosa la waziri wa biashara za nje pekee, hivyo yeye tu ndiye anayetakiwa kujiuzulu. Tunaelezwa pia Chief Nanga mwenyewe alifanya jambo kama hilo alipokuwa waziri wa biashara za nje miaka 2 iliyopita. Alipata majengo 3 ya kifahari yenye ghorofa 7. Kila moja lilikuwa na thamani ya pauni 300,000. Yakaandikwa kwa jina la mke wake. Majengo hayo yakapangishwa mara moja kwenye kampuni ya British Amalgamated kwa pauni 1400 kwa mwezi. Watu wengi wakaanza kulalamika. Gavana mkuu akatamka waziri mkuu ajiuzulu. Max anaona huo ndio wakati sahihi wa kuanza shughuli ya siasa. Anamuita Odili kwa uzinduzi wa chama cha CPC. Odili anarudi Anata akiwa na gari jipya aina ya Volkswagen na pauni 800 za kugharamia kampeni zake. Odili anatangaza kugombea dhidi ya Chief Nanga, lakini kila mtu anamcheka. Watu wanamtukana na Bwana Nwege anamfukuza kazi shuleni. Hivyo anapoteza kazi yake ya ualimu. Odili anaenda nyumbani kwa Chief Nanga kumwona Binanga, lakini anamfukuza. Kisha anaendesha gari hadi hospitalini kumvizia Edna. Anapotaka kuingia na gari ndani ya hospitali, mlinzi wa geti anamfokea, "Wewe huwezi kusoma tangazo.
Odili anakasirika na kujibu, siwezi mpumbavu, na usinipigie kelele. Mlinzi anajibu kwa hasira, mpumbavu, mjinga kabisa wewe, angalia hata gari lake, wakiita wenye magari na wewe utatoka, mjinga kabisa. Mama yake Edna alikuwa tayari ameruhusiwa kutoka hospitalini, hivyo Odili anaamua kwenda nyumbani kwa Edna. Anapofika huko, Edna anamsihi aondoke kwa sababu baba yake hataki kumwona. Odili haondoki. Baba yake Edna anamtishia panga, lakini bado haondoki. Badala yake anamwambia Bwana Odo awaombee kura siku ya uchaguzi. Baba yake Edna anasema, mnadhani kichwa cha huyu kijana kiko sawa? Mama yake Edna anamwambia mumewe kwamba Odili na Chief Nanga wote wanajua wanachokifanya, hivyo waachwe waamue wenyewe. Kisha baba yake Edna anamwonya Odili akae mbali na Chief Nanga. Mkwe wangu ni kama fahali na changamoto yako ni kama changamoto ya kupe kwa fahali. Sura ya 11. Odili katika mchezo mchafu wa siasa. Chief Nanga anajaribu kumhonga Odili. Odili anatambua kuwa anampenda Edna kwa dhati. Anaona jinsi mambo yalivyochanganyika katika maisha yake, kiasi chake dhidi ya Chief Nanga, tamaa yake ya kisiasa na mapenzi yake kwa Edna. Hata hivyo, anasema mambo hayo yataendelea kuimarishana. Odili anasema ingawa ana matumaini madogo ya kumshinda Chief Nanga katika uchaguzi, angalau ataweka wazi maovu yake mengi kiasi kwamba hata akirudi bungeni, waziri mkuu hatakuwa tayari kumteua tena kuwa waziri. Anataka kufikia hatua ambayo watu watasema, hapana, Nanga amechukua zaidi ya kiasi ambacho mwenye mali anaweza kuvumilia. Lakini anasema hilo ni tumaini tu, kwa sababu nchi yao si kali kama nchi nyingine katika kushughulikia ufisadi. Hivi karibuni mtu huyo alisema viongozi wote wa vyama vya wafanyakazi wanapaswa kuwekwa kizuizini. Hii inatuonyesha jinsi mamlaka na upendeleo yanavyoweza kuharibu tabia ya mtu. Odili anasema wakati huo yeye bado alikuwa chuoni na wanafunzi walichoma sanamu ya mfano wa mtu huyo kwenye maandamano. Anasema wengi wao waliapa kutokuwa mafisadi, lakini anajiuliza kwa nini yeye mwenyewe sasa anaonekana kukaribia maisha ya ufisadi. Anaporudi nyumbani, kijana wa kazi wa nyumbani anamkabidhi barua kutoka kwa Edna. Katika barua hiyo, Edna anaeleza kuwa tayari amenaswa kuolewa na Chief Nanga kwa sababu amelipia elimu yake na ametumia pesa nyingi kumsaidia na kuisaidia familia yao. Hata hivyo, anamshukuru Odili kwa ushauri wake. Mwisho wa barua unasema, kwa heri na ndoto njema. Wako kwa uaminifu mkubwa, Edna Odo. Kisha Edna anaongeza, PS ndugu yangu, ameniambia kuwa umenunua gari jipya. Hongera, na hongera zaidi kwa juhudi zako. Natumaini siku moja utanibeba ndani yake kwa kumbukumbu ya ajali ya baiskeli. Odili anatabasamu kidogo. Odili anafurahi sana na kusisimka. Anasoma barua hiyo tena akiwa amesimama, kisha anakaa chini na mwishowe akiwa amelala chali kitandani. Barua hiyo inampa moyo wa kuendelea kupambana na Chief Nanga. Anatuambia kwamba takwimu za idadi ya watu nchini mwao haziwezi kuaminika kwa sababu watu husema watu hawahesabu watoto wao kama wanavyohesabu wanyama au viazi vikuu. Odili anaenda kijijini kwao na kuajiri walinzi wakiongozwa na mtu mkali aitwaye Boniface anayelipwa pauni 10 kwa mwezi pamoja na chakula. Walikuwa na mapanga 5, chupa tupu, mawe na baadaye bunduki 2 za double barrel ambazo Odili alinunua baada ya kukutana na vurugu kutoka kwa vijana wahuni wa Chief Nanga wanaoitwa Nanga's Youth
Vanguard. Kwa kifupi wanajulikana kwa jina la Nanga Vanga. Watu hao walikuwa wengi sana. Walisema Odili ni adui wa maendeleo. Moja ya mabango yao liliandikwa Nangaism forever, Samaru is a traitor. Yaani Nangaism daima, Samaru ni msaliti. Boniface anaomba pesa zaidi. Odili anamuuliza alitumiaje pesa alizopewa siku iliyopita. Boniface anasema tulimpa polisi pauni 3 na shilingi 10 ili aharibu hati ya kesi yetu. Kisha tukampa karani wa mahakama pauni 1 na shilingi 10 kwa sababu walisema kesi iliyofika machoni pake polisi hawezi kuiharibu bure tu. Halafu tukatoa pauni nyingine 2. Boniface pia anataka pesa zaidi ili kuajiri wahuni wa kwenda kuchoma gari la Chief Nanga usiku huko Anata. Anasema tunahitaji pesa kuwalipa watu fulani watakaoenda nyumbani kwake usiku wakachome gari lake. Huu ndio mchezo mchafu wa siasa. Odili anakataa kufanya hivyo. Baadaye Chief Nanga anaenda nyumbani kwa Bwana Samalu ambaye ni baba yake Odili, akiwa na ufadhili wa masomo kwa Odili, pesa taslim na karatasi ya kusaini makubaliano ya kujitoa kwenye uchaguzi na kusitisha kampeni dhidi yake. Odili anakataa na kumwambia Chief Nanga, unafikiri kila mtu anaweza kununuliwa kwa pauni chache chafu? Naona unajaribu kuficha hofu yako. Samahani bwana, chukua pesa zako chafu uondoke hapa, mshenzi wa kijijini wewe. Sura ya 12. Baba wa Odili anawakaribisha wanachama wa CPC nyumbani kwake. Maxi anapokea rushwa kutoka kwa Chief Koko. Edna anamtukana Odili. Sura hii inaanza na baba yake Odili akimlaumu Odili kwa kukataa rushwa kutoka kwa Chief Nanga. Baba yake Odili anasema, mwenda wazimu anaweza wakati mwingine kusema ukweli, lakini mtazame vizuri, muda si mrefu atasema jambo litakaloonyesha kuwa akili yake bado imeharibika. Anamaanisha kuwa Odili aliporudi nyumbani akiwa na gari alikuwa kama mwenda wazimu aliyesema ukweli, lakini alipokataa rushwa ya Chief Nanga alionyesha kuwa akili yake bado haijatulia. Odili anamwambia baba yake asiwe na wasiwasi kwa sababu wapo katika vyama viwili tofauti vya siasa, yaani POP na CPC. Pia anamuuliza baba yake kama chama cha POP kinawaruhusu mawaziri kupokea rushwa kwa sababu Chief Nanga amesema yeye hupokea 10% ya kamisheni kwenye zabuni, lakini pesa hizo huenda kwenye chama cha POP. Baba yake Odili anasema hajui kama ni kweli, lakini hana sababu ya kutilia shaka. Anasema kama mamba akitoka majini asubuhi moja akakwambia kuwa mamba mwenzake anaumwa, utawezaje kutilia shaka habari yake? Tunafahamishwa kwamba siku iliyofuata Maxi, Eunice na wanachama wengine wa CPC walifika Urua. Wanaenda nyumbani kwa Odili, yaani nyumbani kwa baba yake. Odili anamuuliza Maxi kwa nini hakumjulisha kuhusu ujio wake. Maxi anasema alimtumia telegram siku 4 zilizopita. Odili anafikiri telegram hiyo ingechelewa kwa siku 2 zaidi, lakini mmoja wa mama zake wa kambo anasema telegram hiyo ilifika asubuhi hiyo. Wote wanaanza kupiga makofi, kuimba na kucheza kwa kuipongeza Wizara ya Posta na Simu kwa kuboresha huduma. Majirani na wapita njia wanaona magari yameegeshwa nje. Wanakuja kuona kinachoendelea. Maxi anapoona watu wengi anataka kuanza kampeni hapo hapo. Odili anasema hapana, kwa sababu baba yake ni kiongozi wa eneo la chama tawala. Kwa mshangao, Bwana Samalu anakubali wafanye kampeni hapo. Anasema, naamini mwewe akae na tai akae, atakaye mwambia mwenzake asikae, mabawa yake yavunjike. Watu wanacheka, wanapiga makofi na kuimba. Kisha Maxi anaanza kampeni.
Anailaumu serikali, lakini watu hawavutiwi sana na hoja hizo. Max anawaambia hadithi ya mwindaji aliyewinda mnyama mkubwa usiku, lakini kwa kuwa hakuweza kumpata, aliamua kurudi asubuhi. Aliporudi mapema, alikuta tai wawili wakigombania mzoga wa mnyama huyo. Akawapiga risasi ndege hao wachafu. Max anasema tai hao wawili ni POP na PAP. Baadaye Max anawaambia wamchague mtoto wao wa nyumbani kwa sababu sasa ni zamu yao ya kula. Mzee mmoja anaunga mkono akisema, kijiji cha Nata kimeshakula, sasa watuachie na sisi tufikie sahani. Wananchi wanakubali kumpigia kura Odili. Baadaye Odili anamweleza Max kuhusu ujio wa Chief Nanga na jaribio lake la kutoa rushwa. Max anamlaumu Odili kwa kukataa pesa hiyo. Anamweleza jinsi yeye mwenyewe alivyoweza kuchukua pauni 1000 za rushwa kutoka kwa Chief Koko, na kwa pesa hizo ananunua gari dogo la kampeni. Odili anashangaa na kusikitika sana. Max anasema kwa kuwa chama cha POP kimepokea pauni 400 kutoka kampuni ya British Amalgamated pamoja na fedha kutoka Marekani kwa ajili ya kampeni, basi hiyo ni vita chafu ya kisiasa. Anamwambia Odili, sasa niambie, unapanga kupigana vita chafu kama hii bila kuchafua mikono yako kidogo? Odili anamwonea wivu Max kwa jinsi Eunice alivyojitolea kwake. Anatamani kumwona Edna. Kwa hiyo anarudi Anata, ingawa baba yake Edna alimkataza kurudi tena nyumbani kwao. Lakini Odili anaenda kwa ujasiri. Anamkuta Edna akiwa na hasira. Edna anamwambia aende akatafute mwanamke mwingine. Anamuita mdaku, mjumbe wa watu, mwanaume asiye na aibu na maneno mengine ya kumdhalilisha. Anasema, kwa nini usiende ukamtafute mwanamke wako mwenyewe badala ya kujivizia hapa? Au umekuja kuchukua habari za kusengenya kwa rafiki yako Binanga? Mwanaume mkubwa kama wewe unapaswa kuona aibu kusengenya kama mwanamke. Kwa nini usirudi kwa kahaba wako wa Bori? Odili anashtuka na kusikitishwa sana kuona jinsi Chief Nanga alivyoonekana kushinda katika mambo hayo. Anarudi akiwa anasikiliza redio, lakini redio hahitaji kabisa uwepo wala kampeni za CPC katika taarifa za habari. Badala yake anasikia kuwa baba yake amefukuzwa kutoka chama cha POP kwa shughuli zake za kupinga chama. Odili anapomwambia baba yake habari hiyo, baba yake anabaki mtulivu kama kawaida. Siku iliyofuata, baba yake anapewa madai mapya ya kodi kwa biashara ambayo haimiliki. Odili anaandika barua ya kumjibu Edna kwa matusi. Sura ya 13. Odili anaenda kwenye kampeni ya Chief Nanga, anapigwa. Max anauawa. Eunice anampiga risasi Chief Koko. Jeshi linachukua madaraka. Edna anaolewa na Odili. Tunaelezwa kuwa usiku mtangazaji wa kijiji alitangaza kwamba watu wa Urua wangempigia kura Chief Nanga badala ya Odili. Pia mabomba ya maji yaliyokuwa yameondolewa kutoka kwa wale waliokuwa wanasema watampigia kura Odili yalirudishwa asubuhi. Pia tunaambiwa kuwa baba yake Odili alikataa kusaini karatasi iliyolaani shughuli za chama cha CPC zilizofanyika nyumbani kwake ili kodi mpya aliyotozwa ifutwe. Odili anamuuliza baba yake kwa nini hakusaini karatasi hiyo. Baba yake anasema, watu wetu husema kuwa mtu mwenye heshima hawezi kuamka leo na kukanusha aliyoyasema jana. Niliwapokea rafiki zako nyumbani kwangu na sitakana jambo hilo. Lakini anamwambia Odili kuwa kodi yoyote mpya itakayotolewa Odili ndiye atalipa. Odili anakubali. Uchaguzi ulikuwa umekaribia sana. Odili anajificha sura na kwenda Anata kuhudhuria kampeni ya Chief Nanga. Josia anamuona na kumtambulisha kwa Chief Nanga. Odili anakamatwa akiwa anajaribu kutoroka na kuletwa mbele ya jukwaa.
Binanga na Edna wote walikuwepo hapo. Chief Nanga anamtukana Odili na kumpa kipaza sauti awaeleze watu kwa nini yupo hapo. Odili anasema, nimekuja kuwaambia watu wako kwamba wewe ni mwongo. Na Odili hakuweza kumaliza kusema, alipigwa vibaya mpaka akazimia. Lakini Edna anajaribu kumsaidia, anampeleka hospitali. Anapopata fahamu, anawaona polisi wawili, baba yake, mama yake wa kambo na Edna. Anadhani anaota. Baadaye anaambiwa kuwa polisi wapo hapo kwa sababu wamefungua kesi dhidi yake kwa kupatikana na silaha hatari. Anaambiwa pia gari lake limechoma moto na amekamatwa ili kumzuia kusaini fomu yake ya uteuzi wa kugombea uchaguzi. Tunaelezwa kuwa Maxi ameuawa na gari lililomgonga na kukimbia. Gari hilo ni la Chief Coco. Polisi wanajifanya kumkamata dereva wakati Chief Coco anawaambia wasiwe na wasiwasi. Eunice ambaye jeep hiyo ilimkosa kwa inchi chache tu, anampiga risasi Chief Coco kifuani na anakamatwa. Kifo cha Maxi kilitokea alipokuwa akichunguza uvumi kwamba Bi Coco, yaani mke wa Chief Coco, alikuwa anaongoza wanawake waliotaka kwenda kupiga kura wakiwa wameficha karatasi za kura ndani ya sindiria zao. Tunaambiwa pia kuhusu vurugu kati ya walinzi wa Maxi na wahuni wa Chief Coco. Pia kulikuwa na vurugu kutoka kwenye jeshi binafsi la Chief Nanga waliokataa kukabidhi silaha na kuanzisha fujo Anata na Urua. Wahuni wa kisiasa katika maeneo mengine ya nchi nao walijiunga na vurugu hizo na nchi ikaingia katika machafuko makubwa. Kwa mshangao, baada ya uchaguzi, Chief Nanga pamoja na mjane wa Chief Coco waliteuliwa kuwa mawaziri. Edna anamtembelea Odili tena hospitalini. Odili anaanza kuomba msamaha, lakini Edna naye anamuomba msamaha. Wanaelewana tena na kupanga kuoana. Baba yake Edna anasikitika kumpoteza Chief Nanga kama mkwe wake, lakini baadaye jeshi linaipindua serikali kwa mapinduzi ya kijeshi. Chief Nanga anakamatwa akijaribu kutoroka kwa mtumbwi akiwa amevaa kama mvuvi. Anafungwa pamoja na maafisa wengine wa serikali. Baada ya hayo, baba yake Edna anaanza kumpenda Odili. Kwa mujibu wa mila, Odili anatakiwa kurudisha mahari aliyoitoa Chief Nanga. Odili anakubali kwa sababu alikuwa bado na fedha za chama cha CPC. Eunice anaachiwa huru, lakini hana hamu ya kuishi bila Maxi. Odili anasema watu wanaanza kumsifu Maxi na kumuita shujaa. Pia wanaanza kulaumu serikali ya zamani iliyokuwa fisadi. Anashangaa kuona watu hao ndio wale watu waliokuwa wakiuliza, ulikuwa wapi wakati mzungu alikuwa anakula? Ulikuwa wapi wakati Chief Nanga alikuwa anapigana na mzungu? Lakini sasa hao wanasema Coco amechukua vya kutosha mpaka mwenye mali ameona. Odili anasema watu wanapaswa kuungana kitaifa kama wanavyoungana katika ngazi ya kijiji. Anasema wale wanaomuita Maxi shujaa ni wanafiki kwa sababu hawakulipiza kisasi cha Maxi mpaka mke wake Eunice ndiye aliyekuja kulipiza kisasi. Anasema katika nchi ya namna hiyo utakuwa na bahati sana kama hata mtu mmoja atasimama upande wako mpaka mwisho. Na huu ndio mwisho wa riwaya yetu. Nashukuru sana kwa uvumilivu wako na kuendelea kufuatilia masimulizi yangu. Mungu akubariki sana na kuomba uweze kunionyesha upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Pia waweza kuniambia kama riwaya hii japo iliandikwa miaka hiyo ya nyuma kama bado ina uhusiano na nchi zetu za Kiafrika. Naomba uniambie kuwa umejifunza nini kutoka kwenye kitabu hiki na unashauri nini. Kitabu hiki kimetafsiriwa kwa lugha adhimu ya Kiswahili na kusimuliwa na David Michael Wimbi. Usisahau kufuatilia kitabu kingine kinachoenda kwa jina la Wazuri Bado Hawajazaliwa, yani The Beautiful Ones Are Not Yet Born.
kilichoandikwa na Aikwei Ama. Na kupenda sana. Mungu akubariki. Kwa heri.